Maarifa ya kiroho bila hekima ni kama maji yasiyo na chemistry. Sasa hapa ndo tunarudi kwenye ile kusudi. Chosen One ana kusudi kubwa. Yaani huyu ni kama tunasema ni kama rais ndani ya familia, ndani ya ukoo, lakini kuna makamu wa rais. Ni mwalimu wenu Mr. anaita. Tatizo yataendelea kuwepo na yataongezeka zaidi kwa sababu si amekosekana mtu wa kuyatatua. Yani wao watakuwa naishi kwenye template ile ile. Yani msalaba ni ule ule. Msalaba ni ule ule wa matatizo. Ila katika huo msalaba kuna kitu kitachipua. Kuna kitu kitachipua ndani humo. Lakini mtu yeyote tu wa kawaida hawezi akatokea na kujifunza maarifa ya kiroho akawa msaada kwenye familia. Sasa hapa ndo tunarudi kwenye ile kusudi. Chosen One ana kusudi kubwa. Yaani huyu ni kama tunasema ni kama rais ndani ya familia, ndani ya ukoo, lakini kuna makamu wa rais, kuna waziri mkuu, kuna viongozi wengine wapo, sio kwamba hawapo, wapo na wao wanakuwa na kusudi. Umenielewa hapa vizuri? Sio kwamba Chosen One ndo yeye ni top. Ni top, yani kama leader wa mwisho katika familia. Na hao wanakuaga na uwezo mkubwa sana. Akisema jambo au akitamka jambo, hilo jambo linakuwa na linatokea. Na akionya kweli mnabidi yani mtulie, msikilize, kwa sababu yeye ndo top, yani ndo rais ndani ya familia. Lakini haimaanishi makamu hayupo, haimaanishi nani hayupo. Wapo wengine wana makusudi hayo ya kiroho. Sio, umenielewa? Kwa mfano wamezaliwa ndani ya familia yenu, wana kusudi la kuja kuwa walimu, wafundishaji, kufundisha, yani kufundisha mambo ya kiroho kama sisi walimu wa kiroho. Unaona, tunakuwa na makusudi ya kufundisha, walimu wa kiroho tunafundisha. Ndio kama hapa tunafundisha. Kazi yetu sisi ni kuwafundisha, kuwaelewesha Chosen One ni mtu wa aina gani. Sijui nani ana kusudi gani. Huyu ana kusudi gani? Wao familia mnazaliwa hamjui chochote. Mnakutana tu na hapa ulimwengu, naenda kusomea bookkeeping and commerce. Wakati wewe hujazaliwa kuwa mtu wa biashara. Umezaliwa hapo, unaona mwingine unaenda kumsomesha PGM. Si ndio? Anakuja kuwa engineer wakati yeye sio mtu wa engineering. Si unaona hivi vitu ninavyovisema? Kwa sisi kazi yetu sasa ni kutazama ulimwengu wa kiroho. Mtu aende for fun. Umeelewa? Aende kusomea kitu ambacho kinaendana na yeye katika asili yake ya ulimwengu wa kiroho. Sio, umenielewana vizuri? Sasa hapa ndipo kuna mvurugano. Na hata hao walimu wa kiroho, tuzungumzie hata viongozi wa kiroho hao wa kidini au wa kiimani. Sijui kama wanawaelewesha watu haya. Sijui kama wanawaelewesha. Na hata kama wanawaelewesha kwa uchache sana. Kwa nchi zingine ama utaratibu wa maeneo mengine, wana utaratibu fulani wa kujua tu zile tabia na silka za mtoto akiwa bado mdogo kwenye malezi. Umeelewa? Mtoto anapendelea nini? Anapendelea kufanya vitu gani? Hapendelei nini? Amechangamkaje? Yukoje? Umeelewa? Wanampa hivyo vitu kulingana na kile vitu msukumo wa vitu anavyovipenda yeye. Umeelewa? Kutokana na yeye alivyozaliwa. Ni kweli zipo dalili ambazo mtu anaweza kuzionyesha mapema akiwa bado mdogo, ambavyo vinaonyesha kwamba zimebeba kusudi lake. Zipo kabisa wazi na ni sahihi. Kwa nchi zingine wanafanya, sijui kwetu sisi wanafanyaje, lakini kwa upande wa dini sijui hata kama wanaelewesha hayo. Sijui kama wanawafundisha hayo, lakini sisi walimu wa kiroho kazi yetu ni kuwaelekeza hayo. Pia zipo dalili ambazo zinaweza zikawa zimebeba kusudi la kiroho toka mtoto akiwa mdogo. Pale unapompa vidude vya kuchezea, magari, sio vitu gani na nini, vindege vinini, kuna vitu anapendelea kuvifanya pale ambao vimebeba kusudi lake. Kuweni makini na hilo. Maelezo hayo yananipa picha kwamba tunapoishi kwenye maisha yetu tunatakiwa tujue vitu gani vinatustahili na sio vitu gani tunavipenda. Tujue kinachokustahili ni nini na ufanye. Inaonekana kwamba changamoto nyingi zinasababishwa na kwamba kuiga. Fulani amefanikiwa kwa sababu ya kufanya kitu fulani au biashara fulani, lakini kumbe yule nature yake namruhusu yeye kufanya vile ili aishi maisha kwa wepesi, si ndivyo? Kwa sababu kuna wale watu ambao unasikia wanazaliwa ana kipawa.
ana kipawa, si ndio? Ana kipawa cha hesabu, anafanya hisabati hata hajasoma, anaweza kujibu swali lolote, yani hata ukimuuliza tu anajibu hapo hapo. Huyu ana kipawa fulani, si ndio? Hivi ushawahi kujiuliza hicho kipawa kinatoka wapi? Ushawahi kujiuliza yani huyu kipawa hicho vipi? Yani ushawahi kujiuliza hicho? Yani hebu kaa tafakari haya mambo ya kiroho yako yanahitaji sisi walimu tuwaeleweshe. Umeona? Hahitaji dhana, yani usiishi kwa dhana. Ishi kwa kutaka kuelewa kwamba hivi vitu vimekaa, na ukitaka kuelewa utaelewa. Ila ili uelewe lazima maarifa ya kiroho bila hekima ni sawa na upotofu. Kila kitu utaona tu ni uchawi, nini, ushirikina. Acha ujinga. Yani acha ujinga, kwa sababu hata hao watu wa dini unaoona huo msikitini unakoenda, unapoabudu, unaposali, kanisani unapofanya ibada, wewe unafanya ibada kwa nani? Wewe Mungu unamjua? Ulishamuona? Au mnaenda kwa waganga, sio? Si mnaenda kwa waganga? Sio mna matatizo, unataka kitu fulani mambo yako yaende, sio? Naenda usaidiwe. Wao wanamwabudu nani? Au wao wanapata hizo nguvu wapi? Sio kama nielewa. Kipo kitu kikubwa ambacho mtu anatakiwa kukielewa. Sio, umenielewa vizuri? Kipo kitu kikubwa ambacho mtu mwenyewe anatakiwa kukielewa. Wewe mwenyewe ni device, una uwezo wa kufanya mambo yako yakaenda mwenyewe bila hata kusaidiwa na mtu yoyote. Sio, tumeelewana vizuri? Hawa watu wengine wanaokuja kukusaidia wewe, sio kanisani, sio msikitini, sio waganga, sio nini, hawa wanaokuja kukupushi mambo yako yaende, inategemea wewe uko kwenye hali gani. Yani mtu hawezi kuja kuwekea mkono kichwani, sijui akuombee, sijui akufanya nini mambo yako yaende bila wewe mwenyewe kuaccept. Yani ni ngumu. Ila kwa sababu wewe mwenyewe, kwa sababu hutaki kujifunza mambo ya kiroho, hutaki kuelewa, ndo pale sasa unajikuta kwamba unaingia kwenye matatizo hayaishi. Wewe ni kutoka kwa huyu unaenda kwa huyu, kesho utaenda kuabudu huku, kesho utaenda kule, utaenda kwa mganga huyu, mwisho wa siku utaona paka unachoka, unatera. Kwa lugha nyingine unatera. Kwa sababu gani? Kwa sababu umekosa kujitambua, kujifunza. Haupati muda wa kunywa pombe unao, muda wa kukaa vijiweni unao, muda wa kupiga soga kuwasema watu unao, muda wa kuzungumza mambo ya hovyo unao, muda wa kukaa mtandaoni unao, lakini muda wa kujifunza mambo ya kiroho huna. Wakati wewe mwenyewe unaishi kwenye ulimwengu wa nini? Wa kiroho. Jumapili unaenda kwenye ibada paka Jumapili nyingine, Jumamosi unaenda kwenye ibada paka Jumamosi nyingine, unasali kila siku, unaenda msikitini unasali swala 5 kila siku. Hujui unasali kwa sababu gani? Au unaweza ukawa unajua sababu lakini hujui matokeo yake halisi. Lakini unaweza ukawa unajua matokeo yake halisi lakini hujui uhalisia. Hivi unaona haya mambo yalivyokaa? Kwa sababu hata waliokuletea hizo formula za kusali, utaratibu wa kusali, wa kufanya ibada, wao wenyewe hawataki kukuambia ukweli.